Kwanza kabisa nilipokea barua kutoka Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo ikinitaka kufika kwenye ofisi zao kwa ajili ya kuzungumzia video ya chura ambayo imeonekana kutokuwa na maadili, vile vile kuzungumzia kwa nini nafanya kazi za sanaa pasipo kujisajili kwenye Baraza la Sanaa BASATA. Nilifika katika ofisi zao na nikakutana na watu wa TCRA, BASATA, bodi ya filamu. Kwa ujumla kikao kilikuwa kimegusa nyanja mbalimbali tofauti ambazo zinahusika na sanaa yetu. Kikao kilianza, niliulizwa, nikajieleza nilivyojieleza. Na mwisho wa siku kikao kilikuwa kirefu kidogo, kama masaa 4. Mwisho wa siku yalitoka maazimio, ambapo azimio la kwanza ilikuwa serikali kutangaza kwa vyombo vya habari kwamba chura itasitishwa mpaka nitakapo irekebisha. Na azimio lingine ni kwenda kwa vyombo vya habari kuwataka radhi wa Tanzania. Vile vile azimio lingine ilikuwa ni mimi kwenda kujisajili BASATA, vile vile kuwasilisha kukiri kwa kosa langu kwa maandishi. Na kingine ilikuwa ni kufanya video nyingine mpya ya chura. Ilikuwa ni vitu kama hivyo ambavyo vilitakiwa ni vifanye. Na ilikuwa siku ya Jumanne. Jumatano kweli kama azimio lilivyosema serikali ilianza kutangaza, na Alhamis kama azimio lilivyosema mimi nilienda kuzungumza na vyombo vya habari. Na mpaka hapa sasa hivi ninavyozungumza nimeshakamilisha vitu vyote ambavyo nilitakiwa kuvifanya. Kitu ambacho kimebaki ni ufanyaji wa video mpya ya chura, kwa sababu tayari nimeshajisajili BASATA na niko huru kuendelea na show zangu kama kawaida. Kilichobaki sasa hivi ni kumtoa chura jela, ndo ambaye amebaki. Na kumtoa chura jela, kitu ambacho kitakachomtoa chura jela ni kufanya video nyingine mpya. Katika video mpya mimi nitakuwepo. Taarifa hiyo haikutoka kwa serikali, ilitoka kwa watu ya kufungia. Serikali haijatamka kufungia, serikali imetamka kusitisha. Sasa Watanzania wengi tumekuwa hatusikilizi tamko limetokaje. Tuna publish sisi tunavyojua. Serikali haikutamka kufungia. Mimi nina video mpaka ya mtu aliyekuwa akitoa taarifa hizo ambaye ni Zawadi. Hakutamka kufungia, ametamka kusitisha. Kuna utofauti wa kufungia na kusitisha. Mpaka nitakaporekebisha mimi. Lakini maana kusitisha na maana kile ndio kitaendelea. Kile kitaendelea. Ndio maana wakasema tunasitisha ili nirekebishe. Kuna vitu nitakuwa kurekebisha kwenye video. Lakini audio haina tatizo. Haina tatizo kabisa. Wenyewe kabisa wamesema audio haina tatizo, iko vizuri. Na ndio maana wamesitisha. Sababu audio haina shida. Nachotakiwa ni kurekebisha tu kwenye video ili iende. Kwa sasa hivi kwa sababu bado sijaifungulia. Ndio maana nikasema chura kwa sasa iko jela. Nikimaanisha kwamba kwa sasa chura hatakiwi kufanyaje watu kumcheza mpaka pale mimi nitakapotoa video nyingine. Chura ndo wanakuwa huru, watu watafanya wanachojisikia kwenye chura. Kiukweli haijaniathiri sana kwa sababu ile video pia ilikuwa sio video ya kwenye TV. Kwa hiyo pia nilikuwa na hizo plani za kutengeneza video ya kwenye TV. Kwa hiyo haijaniathiri sana, kawaida tu. Kwanza sasa hivi tuko katika taratibu za chura, video mpya ya chura na chura atoke, alafu baada ya hapo kuna kazi mpya ambayo mimi nitatoa. Mtaisikia tu. Iko vizuri, haina tatizo. Mimi ni balozi kwanza. Serikali pia imenitaka kuwa balozi. Moja ya vitu ambavyo imeniagiza kuwa balozi kwa wasanii wenzangu, kuwapa elimu ya kutosha, kwa sababu ukiacha kile kikao kuzungumzia chura na nini, pia kikao kilinipa elimu ya kutosha. Nilieleweshwa sanaa yetu tunatakiwa kuiendesha vipi kisheria na taratibu za nchi yetu. Kwa hiyo pia walinitaka niwe balozi. Ni kweli kabisa. Yaani kama ndio imelipuka yani. Yaani kiasi kwamba hata ambaye alikuwa haijui ndio kaijua sasa. Okay. Imekuletea heshima kiasi gani au imekupunguzia heshima kiasi gani kutokana na rumors zilizokuwa mtaani na watu kuzungumzia? Kiukweli mimi haijanipunguzia kwa sababu watu wanapokiongelea kitu kinazidi kwenda juu. Hilo liko wazi. Ama wanapomwongelea mtu anazidi kwenda juu, hata asiyemfahamu atamfahamu, hata ambaye alikuwa haijui chura sasa hivi anaijua chura. Anajua chura nini? Ukimwambia tu chura, yani bila kumwambia kwanza. Kwa sababu hata ambao hawapendi muziki walikuwa wakizungumzia chura. Kwa hiyo pia ni moja ya hatua kwa chura. Sasa hilo nadhani ni swali la serikali, si la kwangu.
Pale kwenye karatasi yangu haijaandikwa Tanzania ama wapi. Haijaandikwa. Yeah. Aya, asante. Kitu ambacho mimi nawaambia mashabiki zangu, kitu ambacho naweza nikawaambia ni kwamba wasihuzunike, maana najua kuna watu wanaipenda sana Chura na ni wengi. Chura anarudi. Chura hajafa kama watu ambao wanasema wengine sijui rest in peace Chura. Chura hajafa. Chura yuko jela na anatoka soon. Namshughulikia ili Chura wetu atoke, sawa? Maana kuna watu wengine wanaomba Chura wetu arudi, tunamtaka Chura wetu atarudi tu. Muda sio mrefu. Na mimi niko huru, naendelea na show kama kawaida, tutakutana kwa majukwaani, tutapeana burudani. Hivyo.